Tulielezea kwa namna ambayo tunaendelea na sehemu ya pili ambayo bado tuko katika anwani yetu usiyojua kuhusu kadhia hii ya vita vya Mayahudi dhidi ya Palestine. Katika juma lililopita tulielezea habari ya maandamano na tulielezea kwa namna ambayo walivyoelezea wanazuoni. Tumeona kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, kauli ya Sheikh Fauzani na vile vile kauli ya Al-Albani rahimahullah, kwa maandamano si katika dini yetu ya Kiislamu, ni mambo ambayo yamerithiwa au yameigwa kutoka kwa makafiri. Lakini kikubwa ambacho nataka kufahamishana katika kadhia hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletwa kwa lengo la kwamba afuatwe na atiiwe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu tahu, lile ambalo amekupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam basi lifuateni, lishikeni vizuri kabisa, na lile ambalo likatazeni basi liacheni na mkome mara moja. Kwa hiyo katika kufuata inabidi mtu amfuate Mtume kwa kadiri ambavyo ataweza, wattaqullaha mastata'tu, kwa kadiri anavyoweza. Ama katika yale mambo ambayo bwana Mtume ameyakataza, hii tena hakuna swala la kucompromise. Manake unajua kwa mujibu manake hapa kuna mutlaq na muqayyad. Manake unajua hivi na hivi hivi na hivi, ni watu tu wajikataze pasipo na kuleta hoja zozote, kama ilivyokuja katika mambo haya ya kidunia, ti amri bila masharti. Almuhim, katika mazungumzo yetu ya leo tutagusia suala hili la Palestina na Mayahudi. Mayahudi kama mnavyoona wanavyoiteketeza Gaza, na mamia ya ndugu zetu wa Kiislamu waliouawa, na wale ambao walikuwa wako hai lakini wanateseka na kujeruhiwa na mabomu na vitu kama hivyo, watoto wadogo kama hivyo. Tendo hili ni tendo ambalo ni la kusikitisha. Hakuna mtu ambaye atakuwa atachekelea, sote tutasikitika. Lakini vipi namna ya kuweza kuwasaidia ndugu zetu wa Palestina, au namna gani ya kuweza kuwakomboa ndugu zetu wa Palestina? Sasa ile the right path, njia ya kisawasawa, hili ndilo longe letu la kuwafahamisha Waislamu, ili tupate kuwasaidia ndugu zetu, kuwaokoa ndugu zetu. Basi kuna njia ambayo ilikuwa ni ya usahihi na hakuna shortcut katika masala haya. Nikupeni mfano. Dini hii ya Kiislamu ni kweli imeingia katika hali ambayo ya kupotea akhlaq, elimu, suluk, adab, mambo mengi tu ya Kiislamu yamepotea. Sasa yatarudishwaje? Ndio hapo sasa kuna wale wakasema kwamba hapana, ili tuwe na Uislamu kamili hapa itabidi tuingie msituni. Ndio hao akina al-Shabab, akina IS wale, akina wengine wale wanaiwa hapo kule West Africa, sio akina nani wale wanaita West Africa, Nigeria, Boko Haram. Wao wana nia nzuri lakini njia sio sawa. Wengine wakasema ili Uislamu urudi katika hadhi yake na watu wautekeleze na hivi na hivi na hivi na hivi, hakuna kitu tutachopata isipokuwa kwanza tusimamishe nini? Daula, amiri au ni kiongozi wa Kiislamu. Hawa kundi la Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir wao wanasema al-khilafa. Jambo la mwanzo ni khilafa. Tukishapata kiongozi kule juu, mambo yote tena yanakuja. Wengine wakasema ili tupate Uislamu uliokuwa piwa kabisa kama enzi za Mtume, basi itabidi tufanye nini? Jaula. Tutoke siku 3 tubebe masufuria hivi na hivi na hivi. Ndugu zangu Waislamu, mafanikio yetu tabligh. Sasa kuna zile approaches tofauti, wote wana nia sawa, lakini ipi sahihi? Sahihi ni watu kufuata kitabu na Allah na sunna ala fahmi salafu salih. Kwa hivyo sote tunaumia wa Palestina, lakini ni njia ipi ambayo itakuwa ni muafaka? Njia ambayo ni muafaka ni watu kutazama Qur'ani na sunna inatuelekeza nini. Tukikubali hili,
basi naam, pengine tukiomba dua leo usiku Allah anaweza akamwangamiza Myahudi. Lakini kama hatukubali hili, tutaomba dua na makunuti na tutaandamana kila siku. Kwa hivyo hapa nakusudia kufahamisha ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alokupeni bwana mtume chukueni, alokatazeni basi jikatazeni. Kwa hiyo tujikataze kwanza na yale alotukataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi an rajulin min al-ansari radhiallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه أخرجه البخاري katika تاريخ الكبرى الكبير، na wamelizungumza wanazuoni kwamba ni hasan lighairi. Asemaje bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala, anasema a'fu lihakum wala tashabbahu bilyahud, fugeni ndevu zenu na msijishabihishe na Mayahudi. Wala tashabbahu, wala msijishabihishe kujifananiza na nani? Na Mayahudi. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza wala tashabbahu bilyahudi, wala msijishabihishe na Mayahudi. Ikaja riwaya nyingine an Anas bin Malik radhiallahu anhu an an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala ahfu ash-shawarib, punguzeni kateni sharubu zenu, wa a'fu liha, na ziachieni kwa maana fungeni ndevu zenu, wala tashabbahu bilyahud, na msifanane msishabihishe na Mayahudi. Hadithi hii akhrajahu at-Tahawi katika sharh al-Maani al-Athar, na wamezungumza na zuoni kwamba ni hadithun hasanun lighairihi. Hadithi nyingine akhrajahu al-Imam Ahmad katika musnad yake an Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a'fu liha, fugeni ndevu, wajuzzu ash-shawarib, na kateni sharubu, waghayyiru shaybakum, na zibadilisheni mvi zenu, kwa maana mzipake ile dawa ambayo ilikuwa inakubalika. Wala tashabbahu bilyahudi wan nasara, msishabihiane msifanane na Mayahudi na Manasara. Hadithi hizi tatu zinatosha kutufahamisha kwamba kumbe bwana mtume ameshatukataza tusifanane na Mayahudi, tusishabihiane kabisa. Sasa hebu itie katika mizani, Myahudi anawaua Palestina, tena anawaua kwa kweli na tunamchukia kwa kweli, lakini mbona unafanana naye? Hii ndio question mark. Mbona unashabihiana naye wakati mtume ameshatukataza? Kwa hiyo asilimia kubwa ya Waislamu wafanana na Mayahudi, washabihiana na Mayahudi, videvu vyeupe kama balbu. Mayahudi watu wabaya sana, lakini yeye kafanana na huyo Myahudi. Mimi bwana ningepata silaha ningekwenda huko, lakini ukenda wewe utaonekana na wale simko sawa na Mayahudi, kidevu cheupe. Sasa ili tupate kuwanusuru ndugu zetu Waislamu wa Kipalestina, hebu kwanza tubadilike sisi, tufanane na kwa maana afwan tusifanane na Mayahudi katika swala nini la ndevu. Swala hili ndugu zangu Waislamu, ukiangalia Waislamu wengi linatushinda. Sasa hili tu ndevu tu zinatushinda. Sasa unafikiriaje kwamba Allah kweli atakubali dua zetu? Tutakunuti tutaandamana kumbe ndevu tu zimetushinda. Bwana mtume anasema fugeni ndevu, hawa msifanane nao, hawa watu wabaya kabisa. Nafikiri waliohudhuria hotuba leo Ijumaa wamesikia namna gani hawa wakatlihim al-anbiya, wamewaua manabii Yahya, Zakaria na wengine, wakawachinjia mbalini, wajeshindwa kuwaua Palestina. Ni watu wabaya, msichane nao. Ni kama vile mtu anamwambia mwanangu, sitaki kabisa ukakae kilo, usifanane na wale, usifanane na wale wakorofi, watoto wa mtabangi wale, alafu mtoto wako ndo. Kwa sisi tushatahadharishwa msifanane nao, hao wauaji. Kwa hiyo tutabakia tu maandamano. Tena jana niliona sio kama kuna peperushi niliona
limeletwa hapa msikitini, si kafe vile. Hii hapa kuna peperushi nasema Shura Maimamu Tanzania, maandamano kutetea Palestina, Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 11 23 saa 7:30 Mnazi Mmoja mpaka Manzese, swali msikiti ya Kariakoo. Tutaandamana. Sasa ukiangalia hao wanaoandamana huko Ulaya wapi na wapi na videvu vyeupe wote, alafu wale takbir. Kwa hiyo ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu Waislamu wa Palestina, tujirekebisheni kwanza sisi wenyewe, tufugeni ndevu, na ufugaji wa ndevu una maana yake. Anasema Imamu Nawawi rahimahullah katika Majmu'ul Fatawa ni kwamba swala la kufuga ndevu wa maanaha ni tarkuha ala haliha, ni kuziacha ndevu kama zilivyo hali yake. Hadha huwa dhahiru min alhadithi, hii ndio udhahiri wa hadithi, na wa huwa alladhi qalahu jama'atun min ashabina wa ghayrihim min alulama. Maulama wote wamezungumza kwamba kufuga ndevu maana yake kuziacha, na walmukhtaru tarki lihya, na lile bora zaidi ni kuziacha ndevu ala haliha, katika jinsi zilivyo, wa alla yata'arradu laha bitaksir shay'in asla, na pasipo na kuziingilia kuzitrim, kuzichonga chonga. Imamu Nawawi Uthaymeen rahimahullah wakasema katika Majmu' Fatawa yake, alqas min al-lihya khilafu ma amara bihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kuzipunguza ndevu ni kinyume na ile amri ya Bwana Mtume ya fugeni ndevu. Na faman arada ittibaa amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yeyote mwenye kutaka kuifuata amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala ya'khadna minha shay'an, basi ndevu aziache tu, asiziingilie, asizikatekate. Huo ndio uongozi wa Bwana Mtume sallam, anna kwamba Bwana Mtume anasema katika uongozi wake, alla ya'khudha min lihyati shay'an, mtu asiziguse, asiziangalie kwa kuzifanyia ile hali ya kuzichonga na mambo mengine kama hivyo, zibakie katika hali kama hiyo. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuja maana ya ndevu kuzifuga. Mwingine lajna daima wakasema kwamba ma yafaluhu ba'dhu an-nas min halq al-lihya au akhdh shay'in min tuliha wa 'ardhiha fa innahu la yajuz. Baadhi ya watu wanazipunguza ndevu, ima urefu wake au upana wake, sema hili halijuzi. Kwa nini? Jambo hilo limukhalafati dhalika lihadi nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni amri, wal amri yaktadhi alwujub. Cha msingi ni kwamba ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu wa Palestina, basi tujirekebishe sisi kwanza wenyewe, tuwe tofauti na nani, na hawa Mayahudi kwa kufuga ndevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kumalizia, yeye mwenyewe Bwana Mtume alikuwa na ndevu, riwaya nyingi tu zimekuja. Mojawapo hadithi al-Bara ibn Azib qala, nasema kana Rasul sallam, alikuwa Bwana Mtume kathul lihya, yani alikuwa na ndevu nyingi. Na riwaya nyingine imekuja, Ibn Hibban amesahihisha, imekuja katika lafdhi kana Rasulullah sallam adhimul lihya, alikuwa na ndevu nyingi. Na zimekuja riwaya nyingine vile vile alikuwa na kana Rasul sallam dhahmul lihya, ndevu zake zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo kuonesha Mtume sallam alikuwa na nini, na ndevu. Na sisi akatushimiza kwamba tufuge ndevu na tusiwashabihiane na nani, na Mayahudi. Cha ajabu, ukitaka kustajabu sasa, hawa watu ambao wanadhihirisha wanasema wanampenda Mtume na kumtukuza, wao wenyewe hawafugi ndevu. Niangalieni watu wa Maulidi wote illa man rahima rabbi, videvu vyeupe. Mtume mzuri sallallahu alaihi wasallam kidevu cheupe, yeye kesha mkhalifu Mtume. Kumbe watu wa Maulidi bwana, kinachoendelea pale ni nini? Sallallahu alaihi, lete wali tule. Mlango ngapi huo? Ndio kuna teja mmoja anakwenda anauliza, bwana how many doors leo? Bwana milango mingapi?
Hapana, au mlango wa 9. Sasa hivi Kwa hiyo lengo la kuwafahamisha maudhui haya ndugu zangu Waislamu, ili tuokoe ndugu zetu wa Palestina, tujirekebishe kwanza sisi, tusishabihishe na Mayahudi, tufugeni ndevu. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Naam, tunaendelea